Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Jumamosi ya leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Wananchi wilayani Kiteto wameondolewa hofu ya kauli zinazodaiwa kuwa za mitandaoni kwamba zinawagawa, lakini pia viongozi wameaswa kutochagulia viongozi wananchi. Hayo yamesemwa walipokutana na viongozi wa serikali na viongozi wa dini katika wilaya hiyo. Kwa hiyo tunachofanya ni kuendelea kuwakumbusha watu na kutambua wajibu wao, lakini pia na haki ya msingi hiyo. Na ndio maana tunahimiza amani. Lakini kama kiongozi tusiende pia tukifikiri kwamba tunaowaongoza hawajui, wanafahamu. Ila kazi yetu sisi ni kuhamasisha. Kwamba siku ya tarehe 29 sijui nini kitatokea, japo hatuelewi sana, lakini kitu kama ukielewi na kinatokea, lazima utajenga hofu kwamba hivi 29 kutakuwa na nini. Hofu hii inaletwa na sisi wenyewe ukigeuka chama chetu ambacho ni chama tawala. Tunadanganywa na watu ambao wanapokosa kura, wale ndio wanawasababisha kuwa amani iweze kutoweka. Mtandao wa kijamii kuna mambo yametrend sana, kwa hiyo watu wamekuwa na shaka, wananchi hasa wameingia kwa taharuki. Hasa kuna baadhi ya wananchi wengi hawajitambui au hawatambui ni nini maana ya amani. Tuendelee na Kurasa. Katika harakati za kuhakikisha wananchi wanaishi maisha ya amani na utulivu, serikali ya mtaa wa Yombo kata ya Kiwalani manispaa ya Temeke wamefanikiwa kuimarisha ulinzi na usalama kupitia mikakati shirikishi inayowahusisha wananchi moja kwa moja. Kwa sasa wakazi wa eneo hilo wanaishi kwa utulivu wakifurahia matunda ya juhudi za pamoja kati ya serikali ya mtaa na vijana wa sungusungu na vyombo vya ulinzi na usalama. Mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa anajitahidi sana kupambana na majanga yote yanayotokea. Mwanzo hapa watu walikuwa wanaiba pikipiki, wanakaba, ila mpaka sasa hivi tunatembea kwa usalama. Mambo yako vizuri. Mtaa wetu hauna shida yote. Mwenyekiti wetu yupo vizuri, anajitahidi sana kwenye swala la ulinzi. Tunakaa vizuri. Zamani tulikuwa tunaibiwa, tulikuwa na vibaka wengi sana, lakini vijana wamebadilika. Ulinzi umekamilika. Tarehe 28 hata mwenyekiti wa serikali za mtaa unavyoniona hapa, mimi Muslim Mohamed Dada, nitakuwepo katika lindo la usiku, nitakuwepo katika lindo la mchana, katika ofisi za ulinzi shirikishi na katika ofisi yangu ya serikali ya mtaa, ili amani iwepo. Tumalizie Kurasa kwa hili. Katika jitihada za kukabiliana na ukame unaoweza kujitokeza wilayani Mbarali mkoani Mbeya, mkoa huo umeanza mkakati wa kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kuanza kampeni ya upandaji miti ya kivuli na matunda. Miti hiyo inatarajiwa kupandwa katika ofisi za umma na taasisi za watu binafsi, huku ikiwekwa sheria ya kila kaya kutakiwa kupanda miti 5. Inatusaidia sisi wanafunzi tuwe na mazingira bora ya kujisomea, pia inatusaidia katika taaluma ya upandaji miti uendelevu. Tunashukuru sana juhudi ambazo zinafanywa na Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru sana mkurugenzi wetu kwa kutuletea miti takriban 100 kwenye shule yetu, hususan miti ambayo imekuja ni ya matunda, na matunda haya yatakuwa faida kwa wanafunzi wetu kuongeza afya na kuboresha afya zao. Mazingira kwa upande wa taaluma yana manufaa makubwa sana, kwa sababu wao kama wanafunzi watakuwa wanajifunza jinsi ya kutunza mazingira majumbani kwao. Kwenye wilaya yetu tumepanga kupanda miti inaweza kuzidi 1.5 milioni, na miti mkakati wetu ni kwamba tunataka tuwashirikishe watu wote, kwamba pamoja na taasisi hizi za elimu, kwa maana elimu ya sekondari, elimu ya msingi, lakini pia vituo vya afya na ofisi mbalimbali za serikali na taasisi za watu binafsi, lakini pia tunataka tupande kwenye maeneo ya makazi, kwamba kila anayejenga kwenye kiwanja chake lazima apande miti isiyopungua 5. Kama nilivyosema hapo awali kwamba zoezi la upandaji miti katika halmashauri ya Mbarali ni zoezi endelevu. Lakini ni zoezi ambalo halitafanyika na viongozi tu, ni zoezi ambalo litakuwa shirikishi. Tunategemea kuwashirikisha jamii inayotuzunguka, wanafunzi wetu wa shule za msingi na sekondari, na kila mtu mwenye nia njema katika kukuza na kuhifadhi mazingira. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu Jumamosi ya leo. Tafadhali usikose kufuatilia Kurasa hapo kesho. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa, mimi ni Samson Charles, nikikutakia wakati mwema kabisa. Endelea kuenjoy vipindi bomba na makini sana kupitia hapa East Africa TV.
Kurasa.